nilipo ni Tabata, kata ya Liwiti, mtaa wa Amani, ambapo ndipo upo msiba wa kijana ambaye mwili wake umekutwa kwenye mto Msimbazi. Kijana huyu alikuwa akidaiwa anaitwa James Temba, ni mwanachuo. Tumefika na tumekuja kwa mjumbe wa nyumba 10 wa eneo hili. Mjumbe, habari yako, na ningependa kujua jina lako na eneo hili ambalo unahudumu. Mimi naitwa Jeni Mkinga, ni mjumbe wa shina namba 13 mtaa wa Amani. Unalifahamu vipi tukio hili la kijana ambaye anadaiwa kuwa ni mwanachuo ambaye jina lake limetajwa kwamba alikuwa akiitwa James Temba? Huyu kijana ni tuseme ni jirani yetu, ni mkazi wa hapa eneo la Tabata mtaa wa Amani. Kwa hiyo ni kijana wetu hapa mtaani, amekulia hapa mtaani na tuko naye maisha yake yote, tuko naye hapa mtaani mpaka tunapata ile tukio la kifo chake. Unalifahamu vipi hili tukio? Kufahamu ni kama tulivyokuja tu kupata taarifa hiyo, kwa sababu tarehe ilikuwa ni Jumamosi asubuhi. Babake alinipigia simu kama saa 12 kunipa taarifa kwa ananipa taarifa kwa huyu kijana hajaonekana nyumbani, ana siku sasa inayopata siku ya 3 mpaka inapofika siku ya Jumamosi. Akaniambia wameenda polisi kufuatilia, wakaona hamna taarifa yoyote, wameenda chuoni wakaulizia, wakaambia kwa hawajapata taarifa yoyote, hawajamuona. Sasa wakasema kwa wameenda Stakishari, walipokuwa wameenda Stakishari ndio wakapewa taarifa kwa kuna mwili wameuona mto Msimbazi, lakini hawakujua kama ni yeye, ila kwa sababu muda ulikuwa umeenda wakawa wameambiwa itakuwa ni vizuri zaidi waende siku ya Jumamosi ambayo ni asubuhi. Kwa hiyo waliponipa ile taarifa nikamwambia basi nendeni, halafu mtanipa kinachoendelea kusudi na mimi niweze kutoa sapoti jinsi tutakavyoendelea kumtafuta huyu mtu. Akaniambia sawa. Kwa hiyo nilimekaa kama ndani ya masaa 2-3 ndo nakuja kupewa taarifa kwa mwili uliokuwa huko barracks ndo yeye James ambaye ndo alichukuliwa aliokotwa huko mto Msimbazi. Kwa hiyo mwili ni ndo wenyewe, basi kabidi tusogee nyumbani kwa ajili ya kumsubiria mama yake akiwa anarudi sasa nyumbani. Kuna taarifa ambazo sio rasmi ambazo zipo kwenye mitandao zinasema mwili huo ulikutwa hauna kichwa. Waliwezaje kutambua kwamba ndio mtoto wao? Kwa jinsi nilivyosikia, baba baada ya kuona ule mwili anasema kwa sababu ni mtoto wake alitambua, lakini mama anasema kwa alikuwa anajua mtoto wake. Baada ya kuitwa akamuona ana kovu ambalo alipata ajali ya bodaboda kipindi cha nyuma, alikuwa ana kovu mkononi. Kwa alivyoangalia mama alivyoenda pale, baba anasema yeye alikuwa hajakumbuka, lakini mama alivyoingia pale akasema mtoto wangu ana kovu. Kwa alivyotolewa ule mwili mochwari kuja kuangalia wakakuta kwenye mkono kama alivyosema mama kwa kovu akaliona lile mkononi, ndo alipogundua kwa mtoto ni wa kwao. Natamani kujua mjumbe, kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu huyo kijana enzi za uhai wake hapa mtaani, alikuwa kijana mwenye tabia za namna gani? Vile ambavyo ulikuwa ukimuona, kwa sababu ni mjumbe ambaye nyumba yako pia ipo karibu na nyumba yao, labda ulikuwa ukimfahamu vizuri kijana huyu ambaye ni mwanachuo. Yaani pole sana mjumbe. Pole sana. Ni kijana ambaye yani sio wa makundi kwanza. Ndio. Kijana ambaye yani mimi mpaka nashika nafasi kabla hata sijashika. Sikuwahi kuona huyu kijana kwanza hata kugombana na mtu. Hata ile kutoleana lugha mbaya hakuna. Yani kama anakuta wenzake hapa, mimi vijana wanakuepo wengi tu hapa, lakini atafika atawasalimia, atasimama atawasalimia. Kama alikuwa anaenda dukani ataenda dukani, atarudi nyumbani. Kuna kipindi mamake anaweza akasafiri akaenda Moshi, labda kuna matatizo ya kifamilia, lakini atabaki hapo nyumbani.
atapita hapa anaenda kununua mboga, wakati huo tunakutana naye huko kwenye magenge, atanunua, mwanangu vipi, unaenda kupika? Yeye naenda kupika. Unaweza kupika? Mama ngoja nikapike, uje uonje chakula changu ninachopika mimi. Basi atabeba mboga zake ataenda nyumbani. Utakapomuona ni amebeba begi anaenda chuo. Basi sija kusikia ni hata kugombana na mtu kwa kweli hajawahi. Sijasikia kwenye mtaa. Mara yako ya mwisho mjumbe kuongea na kijana huyo ilikuwa nini? Na unakumbuka mlizungumza kitu gani? Mara ya mwisho baada ya kifo chake, wiki lilo la nyuma, ilikuwa kwenye tarehe, sikosei, kwenye tarehe kama sio 18 kwenye 20 nakumbuka, alinipigia mamake simu. Akaniambia tu mjumbe uko nyumbani? Nikamwambia yeye niko nyumbani. Akaniambia basi chap kwa haraka nakuja hapo. Nikamwambia haya hamna shida. Lakini nikiwa ndani nikamwona James ndo amekuja. Tulivyoongea naye akaniambia nimetumwa nije nichukue barua za kwa ajili ya kwenda serikali za mitaa za utambulisho. Ngapi? Akaniambia 4. Nikamwambia basi hamna shida. Majina unayo? Akaniambia ndio ninayo. Basi nikakaa nikamwandikia zile barua, akaniambia mjumbe nitakuja kukuona. Kwa sababu hizi barua hawa wanaoenda wanataka sijui kwenda kujiandikisha mambo ya kazi huko, nitakuja kukuona. Nikamwambia sawa. Basi alivyoondoka, alivyorudi akaniambia kwa alikuja kunipa taarifa kwa nimeshawapeleka, nimeshafanikiwa kule tayari mjumbe. Nikamwambia sawa, haya basi. Mjumbe wewe unanikumbuka bwana huko ukiwa unaenda huko kwenye vikao huko. Nikamwambia hamna shida, tuko pamoja. Ndio tulivyoachana hivyo. Pole sana. Labda ukuwahi kusikia chochote kwamba labda ana tatizo na mtu? Hapana, nisiseme uongo. Hichi kitu kwanza kwa James huwezi kufikiria kitu kama hicho, kwa sababu tulikuwa tunakaa tunashauriana mengi. Alikuwa ananieleza vitu vingi ambavyo tunapiga naye story ya hapa na pale. Yaani story tu za kawaida kama kijana kutaka hata ushauri hivyo yani. Ndio maisha yanaendelea. Lakini sijasikia kwa kweli. Na tukio hili ni la ngapi kwenye eneo hili kutokea mjumbe? Kwenye shina langu haijawahi kutokea. Yaani hata kuchoma mwizi kwangu mimi haijawahi kutokea, kwa sababu shina langu mimi na walinzi. Kwa hatuna matukio yale ya ajabu. Haijawahi kutokea. Yaani mtaa wangu ile kusema hata vijana kupigana kwenye shina langu hakuna. Rai yako ni ipi kwa watu mbalimbali kwenye eneo hili kwenye shina lako? Yaani unajua kwa maisha haya, kwa hichi kifo cha huyu, hata jinsi nilivyokuwa nimelipokea, nilijaribu tu kuongea na vijana. Nikamwambia sasa hivi dunia imeharibika. Kwa sababu kama kijana kama hivi hatujajua alikosa kitu gani, alafu ameuawa kinyama namna hii, kwa kiasi kwamba nicho sasa tu vijana tuishi kwa kupendana. Msiwekeane visasi, hata mambo ya kugombana haya sio mazuri. Kwa hiyo tahadhari yangu tu ni hiyo, kwa sababu binadamu sasa hivi tumekuwa tunaogopana, ni bora ukutane na simba kuliko binadamu. Kwa sababu kwa kifo cha James, kwa hali ya kawaida mwenye roho ya kibinadamu huwezi kufanya unyama wa aina ile, ni wa kutisha. Kwa sababu ukijiuliza mpaka anakufa wanamfanyia vile, labda aliongea nini? Labda alimuita mama, au alimuita Mungu, au aliteseka kiasi gani, aliomba msamaha kiasi gani wakati wanamfanyia vitu kama hivyo? Jibu hatupati. Zaidi ya kumshukuru tu Mungu. Hatuna la kusema, kwa sababu tunaweza tukaongea tukakufuru, kwa sababu binadamu tunakuwa tuna maneno mengi sana. Kwa hiyo tunamshukuru tu Mungu kwa yote. Hatuwezi kuzuia binadamu wasiongee, wataongea, lakini yote kwa yote tumwachie Mungu, kwa sababu Mungu ndo anayejua. Vitu kama hivi viko sirini kwa Mungu, hatuwezi kuongea chochote. Tunamshukuru Mungu tu. Nikumbushe jina lako na cheo chako na shina ambalo unahudumu. Jina langu naitwa Jeni Mkinga. Ni mwenyekiti wa shina namba 13 mtaa wa Amani.